Hapa nimesimama kama mratibu wa mafunzo haya. Ndugu mgeni rasmi, baada ya kujitambulisha, naomba kidogo nitoe maelezo kuhusiana na kozi hii. Ndugu mgeni rasmi, kozi hii ilianza rasmi tarehe 24 mwezi huu wa 11 na tunatamatisha leo tarehe 29 mwezi wa 11 2025. Tuna jumla ya washiriki 29 kutoka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania kama walivyojitambulisha. Kozi inahusu wakufunzi wa gym na utimamu wa mwili katika maeneo mbalimbali. Kozi hii tumeiendesha kwa lengo la kujengeana uwezo kwa wakufunzi hawa ambao wanatoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, ili waende kutoa mazoezi kwa Watanzania kama vile ambavyo sheria na sayansi ya michezo inahitaji. Baada ya kujengeana uwezo, lengo pia la pili ni kuwajumuisha katika vyama vya michezo. Tunajua tuna taasisi inaitwa Baraza la Michezo la Taifa BMT, ambalo kazi yake kubwa ni kulea vyama mbalimbali vya michezo. Sasa kama wataalamu wa gym pamoja na fitness au timamu wa mwili, nao wana dhima hiyo. Kwa hiyo kozi hii tumeiendesha ili kwanza kuwakusanya pamoja, lakini wakiwiwa kuanzisha chama ambacho kitakuwa kinatambulika na kisajiliwe ili umoja uweze kuimarika zaidi. Lakini la pili, sisi tunatoka chuo cha maendeleo ya michezo Maria, chuo ambacho kimebobea katika utoaji wa kozi za michezo. Pale Maria tuna kozi kuu 3 kwa maana kwa ngazi ya diploma. Kozi ya kwanza tunatoa diploma ya Physical Education and Sports. Kozi ya pili tunatoa Sports Coaching Education, na kozi ya 3 tunatoa Sports Management and Administration. Qualifications za kuingia katika hizo kozi nazo ni za kawaida. Kuna wale ambao wanaanza na level 4 kwa maana ya cheti. Mtu anaanza level 4 anatakiwa awe na D4 kidato cha 4. Huyu atasoma miaka mingapi? 3. Ina maana mwaka wa kwanza atasoma level 4, mwaka wa pili ataanza diploma mwaka wa kwanza, na mwaka wa 3 atamalizia diploma mwaka wa pili. Sawa? Lakini kuna wale ambao wanaingia moja kwa moja, either tayari ameshafanya certificate au ana kidato cha 6. Sawa? Kwa hawa ambao wamefanya certificate yoyote ile ambayo inatambuliwa na serikali, kwa maana kutoka katika taasisi au chuo kinachotambulika na serikali kijumuisho na NACTVET, huyu anakwenda kufanya diploma miaka 2. Lakini wewe ambao umeanza kidato cha 6 pia utafanya diploma miaka 2. Sawa? Lakini la 3, ndugu mgeni rasmi, sasa hivi pale tunajenga kituo cha umahiri cha kulelea vipaji vya Watanzania. Sawa? National Center of Sports Excellence inajengwa pale katika chuo cha maendeleo ya michezo Maria. Tuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Samia Suluhu Hassan daktari. Kwa mwaka wa fedha 2024-25 ametoa kiasi cha bilioni 31 kutengeneza kituo cha kulelea watoto wa Tanzania. Kwa hiyo tuko kwenye hatua nzuri, na hapa ninapozungumza mwezi wa 12 ambao wanafanyia finishing vile viwanja pamoja na majengo, tutaanza program maalum
ya clinics za michezo mbalimbali kutafuta vijana ambao watakwenda kujoin na ile taasisi ambayo tunaijenga pale. Kwa hiyo tukija mkoani kwako, tukija ni kwako, basi tunaomba support yako katika hilo. Na sana sana tutachukua watoto wadogo. Sawa? Baada ya kumaliza huo ujenzi wa viwanja pamoja na majengo mbalimbali, zinakwenda kujengwa shule hizi mbili, ya msingi na sekondari. Kwa watoto wote watakaochukuliwa maeneo yote Tanzania nzima watawekwa pale kwa ajili ya kulelewa na kukuza vipaji vyao. Sawa? Mbali na hilo, tunakwenda kufanya transformation kwanza ya chuo. By the year 2026-27 tunaanza kutoa degree ya michezo. Kwa wale ambao tayari walishafanya ngazi za chini, tunawakaribisha pale Chuo cha Maendeleo ya Michezo Malia kwa ajili ya kufanya degree kwa mwaka 26-27. Sasa hivi tuko kwa hatua ya kuandaa mitaala na kuwasiliana na watu wa Activate ili waweze kuprove mitaala yetu ili mwaka unaofuata tuanze kutoa degree. Ndugu zangu, mmepata mafunzo. Leo hii mmehitimu. Ukimaliza kazi unavalishwa taji. Mmemaliza mafunzo, leo mtapewa vyeti. Hivi vyeti hivi sio issue sana. Issue ni matumizi ya vyeti kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani wewe ili si tukutambua kwamba una vyeti hivi, tukuone kule gym uko busy kuwafundisha Watanzania kile ambacho umekipata hapa, tutasema kweli huyu jamaa ana vyeti. Haina haja kuvibandika wapi wala wapi. Kwa hiyo leo tunawapongeza, mtapata vyeti, lakini katumieni mlichojifunza kwa vitendo ili thamani ya vyeti hii tuweze kuiona live. Mtakapokwenda kule mikoani, anzisheni vituo vya mazoezi. Inawezekana mlikuwa mnatamani kuanzisha, lakini kwa sababu hamna taaluma hiyo mlikwama. Mliposikia matangazo kutoka Malia, mkasema sasa hapa Mungu amesikia kilio changu. Basi utakaporudi kule, kwa sababu si unaweza, kaanzishe. Uwezi kuwa mwalimu mzuri wa hisabati wakati hisabati hujui. Ukisimama pale mbele utakuwa na hangaika tu. Lakini kama ni mwalimu mzuri wa hisabati, ukisimama hapa mbele unatamba. Kwa sababu unafanyaje? Unaijua. Kwa hiyo nyinyi kama ulikuwa unapenda kufanya mazoezi, unaona kwenye TV au unaona kwenye vikundi vya jogging, sasa hivi wewe ndio mtaalamu, nenda kafanye. Utakapoanzisha vituo vya mazoezi ili ufanye kazi kwa uhuru zaidi, na washauri mje mvisajili Baraza la Michezo la Taifa BMT. Mkitoka hapa kama mfahamu ofisi ya msajili, nitawaonyesha, muende mwambie nataka kusajili klabu yangu ya mazoezi, naomba unipe utaratibu. Ikiwezekana hata kama ni soft copy ya katiba ondoka nayo leo. Kwa sababu najua usajili lazima uwe na katiba. Katiba kidogo inasumbua tu kuandaa. Akupe sample za wenzako, soft copy, ukikaa kwenye kompyuta dakika 20, katiba imefanyaje? Imeisha. Faida za kusajili ni kwamba utakapoenda kule, unakuwa unaweza kufanya jambo lolote lile na hakuna ambacho kitaweza kukuzuia. Kwa mfano, unataka vifaa, mmezungumza hamna vifaa. Ili uende kwa mdau wa michezo kupatia vifaa, atakuweza kitu kimoja, umesajiliwa. Ukishaambia nimesajiliwa, ndio cheti, mwambie hiki hapa kwenye simu. Anasoma hapa, anakuwa basi tuonane Jumatano. Usiposajili utakwenda kuomba msaada, lakini utashangaa upewe, unasema bwana wana roho mbaya, watu wako wanaoshirikiana. Kumbe wenye akili wanaambiana hapana. Wewe hujafanyaje? Hajasajiliwa. Na bahati nzuri mnafanya mafunzo ambayo yanaendana na nini? Na utimamu wa nini? Wa mwili. Kwani wale watu wale wakorofi hawafanyaji mazoezi? Sio wanafanya. Tutajuaje kama kweli wanaofanya mazoezi huko ndani ni kwa ajili ya kujenga afya? Ili tujue kwamba ni wenzetu hawa, lazima wafanyaje? Umesajiliwa na Baraza la Michezo. Kama hujasajiliwa tunasema kwa nini haendi kusajili? Hapo kuna vitu anaficha. Mheshimiwa Mratibu, idadi ya walioshiriki hapa ni 29. Lakini mwanamke ni huyu. Tumpigeni makofi. Huyu namfahamu muda mrefu. Tulikuwa naye Manyani nilipokuwa afisa michezo wa mkoa. Hajaja hapa kwa bahati mbaya. Ni mwana michezo hodari.
na michezo iko kwenye damu. Na kuna kipindi anambia Maguzi, nataka nikasome mali, akamwambia nenda. Kaongea na mkurugenzi akaanza, alikuwa na wenzake wawili watatu, lakini naona bado yeye anapambana zaidi, tunamuona kwenye uso wa michezo. Mimi nikuombe, kwa sababu unapambana, anaye maliza kazi anavaishwa nini? Asante. Kwa majina naitwa Maria Koero, natokea halmashauri ya wilaya ya Hanang, mkoa wa Manyara. Leo tunahitimisha mafunzo yetu ya utimamu wa mwili. Kwa hiyo kwa mafunzo ambayo nimeyapata, nitaenda kuwasaidia watu wa halmashauri kwangu, lakini sio halmashauri tu ile ya Hanang, pamoja na watu wa mkoa wa Manyara. Kutokana na elimu ambayo nimeshaipata, wataweza kufanya mazoezi kwa njia ambayo ni sahihi, vile vile kuanzisha klabu mbalimbali zinazohusiana na mazoezi ya utimamu wa mwili, hasa kuwasaidia watu ambao wako maofisini ambao muda wao unakuwa ni mfinyu. Kwa hiyo unaweza nikatafuta siku 2 kwa wiki ambazo zitawasaidia wao kukutana pamoja na kuweza kufanya mazoezi. Kumekuwa na uhaba katika upande wa wanawake kuhusiana na mazoezi na michezo kwa ujumla. Ukiwa kama mwanamke pekee katika hili darasa, una lipi la kuambia wanawake wenzao kuhusiana na michezo na mazoezi? Na washauri wanawake wengi tujitokeze kwenye mafunzo kama haya na kushiriki kwenye mazoezi, kwa sababu kutokana na hali jinsi ilivyo sasa hivi, yani tunakutwa na changamoto nyingi sana, hasa katika miili yetu, ambazo nyingi zinaondolewa kabla hata ya kufanya matibabu ya hospitalini ya kutumia madawa na nini, nyingi tunaziondoa kwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo ninawashauri waweze kujiunga na vilabu mbalimbali vinavyohusiana na mazoezi ili viweze kuwasaidia na waweze kujenga afya zao na kuwa katika hali nzuri ya utimamu wa mwili. Nachukua muda gani kupata matokeo? Matokeo kwa mwili wake. Yani matokeo inategemea, kila mtu ana mfumo, yani mwili wangu mimi ni tofauti na wewe. Kwa hiyo kila mtu mwili wake una mwitikio tofauti. Lakini pia unaangalia anavyofanya yale mazoezi pia yaendane na chakula anachokula. Kwa hiyo uwezo ukamwahidi mtu ndani ya siku 3 utaweza kupungua, kama hataweza kufuata ule usahihi hawezi kupungua. Na pia tunajua unene au uzito uliozidi haujaja kwa siku moja. Kwa hiyo hata kupungua nayo ni process, yani kwamba utaenda jinsi unavyofuatilia ndio utafanya vizuri. Kwa majina naitwa Peter Fernandi Mbinda. Ni mwenyekiti wa darasa hili, lakini pia ni mwakilishi wa wanafunzi ambao tumehitimu leo kozi ya mafunzo ya utimamu wa mwili na gym. Karibuni. Pengine mafunzo mkwendaje mpaka kufikia siku leo ya kuhitimisha mafunzo? Mafunzo yalikuwa mazuri, binafsi yangu nimeyafurahia sana. Nimekuwa nikiendesha mafunzo huko nilipokuwepo kwa muda mrefu ya utimamu wa mwili na michezo, lakini sikuwahi kuwa na cheti hichi ambacho nimekipata leo. Nimefurahi sana. Na mnakwenda kutumia ujuzi huu kwa namna gani? Kwanza ni ajira kwa binafsi yangu, kwa sababu tayari nina kibali cha kwenda kuwafundisha watu michezo na elimu ambayo nimeipata kwa ujumla. Nitawafundisha kulingana na jinsi ambavyo elimu inanitaka kuwafundisha wateja wangu. Ndio. Chochote cha kumalizia, wito wako ni upi pengine kwa watu mbalimbali juu ya mazoezi, fitness, gym kama hivi? Mchango wangu, mazoezi ni afya, mazoezi ni ajira sasa hivi, lakini pia inatukutanisha watu, inajenga mahusiano mazuri, inatukutanisha watu mbalimbali. Kwa hiyo ukifanya mazoezi utakuwa uko fiti, utakuwa uko timamu kiakili na kimwili pia. Karibuni sana tufanye mazoezi, karibuni sana tuielewe elimu ya utimamu wa mwili na michezo.